Karibu Kitama Update, nami ni Jim Junior. Diwani wa kata ya Mchichira Mheshimiwa Azizi Mchamilo amempongeza mbunge wa jimbo hilo la Tandahimba Mheshimiwa Katani Ahmad Katani kwa juhudi na kazi kubwa anayoendelea kufanya katika kuhamasisha maendeleo na kuibua miradi mbalimbali yenye manufaa kwa wananchi wa jimbo hilo la Tandahimba. Akizungumza mapema leo Agosti 1, 2026 katika kipindi cha Morning Magazine kinachorushwa na Newala FM, Mheshimiwa Azizi Mchamilo amesema kuwa mbunge Katani amekuwa akifanya kazi kwa karibu na wananchi pamoja na serikali katika kuhakikisha mahitaji na changamoto za wananchi yanafanyiwa kazi. Kiuhalisia, kwanza mimi kakaangu Musa nichukue fursa hii kumshukuru mbunge wa jimbo la Tandahimba, kaka yangu Katani Ahmad Katani. Kiuhalisia, Katani ameonyesha nia ya dhati ya kuifungua Tandahimba, na niwaombe wana Tandahimba kokote waliko, wake kwa waume, Tandahimba inakwenda kufunguliwa. Tandahimba tunakwenda kuifungua iwe kitovu cha uchumi kweli kweli. Mheshimiwa Mchamilo amesema kuwa jimbo la Tandahimba linaendelea kushuhudia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, huku akimpongeza Mheshimiwa Katani kwa namna anavyopambania upatikanaji wa miradi hiyo kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutoka Mnivata kwenda Tandahimba ni kilomita 46. Lakini leo ilikinyesha mvua una uwezo wa kutembea masaa 3. Bahati mbaya sana mkandarasi huyu tumeingia naye mkataba na mwezi wa 10 mwaka huu ilitakiwa kabidhi barabara ile. Kwa matamanio yangu, Waziri Mkuu, kama itakupendeza na kama utapata nafasi, tuende Mtwara uone namna unavyoweza kutusaidia watu wa Mtwara ili barabara hii iweze kukamilika. Mheshimiwa Azizi Mchamilo amempongeza pia mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tandahimba Mheshimiwa Azizi Alawi kwa kazi na mchango wake katika kusimamia shughuli za halmashauri na kuhakikisha ajenda za maendeleo ya wananchi zinaendelea kupewa kipaumbele. Wafuate utaratibu. Zilikuwa takriban shule 26, lakini mpaka sasa hivi shule 16 wamefuata utaratibu, zinaendelea na elimu, na hao ambao shule 10 ambazo zimefungiwa zidekea, basi nao wafuate utaratibu, hizi nazo ziweze kufunguliwa, watoto endelee kupata elimu katika vijiji husika. Aidha, Mheshimiwa Mchamilo ametoa pongezi kwa serikali pamoja na mbunge Katani kwa kuwezesha upatikanaji wa kituo cha afya cha Mchichira ambacho kwa sasa kinaendelea kujengwa. Sasa tulivyosikia kwamba sisi tuna nafasi ya kupata kituo cha afya hapa, hatuamini. Endapo nikiwa kama mimi mzazi, hatuamini kwamba kituo hiki kitafanyiwa kazi, kikaeleweka, kikamalizika, tukaanza kazi. Kituo cha afya kikikamilika, wananchi wa Mchichira, kata ya Mchichira na vijiji jirani watafaidika zaidi. Mimi ni diwani wa 5 ambaye napambania hoja ya kituo cha afya. Kiuhalisia, tangu 2008 mwenge wa uhuru ulifika Mchichira ukaweka jiwe la msingi la ujenzi wa kituo cha afya, lakini kiuhalisia kumekuwa na sintofahamu kuhusiana na kituo cha afya. Wananchi wa Mchichira zaidi ya wananchi 8,000 wako tayari wanataka kituo cha afya cha Mchichira. Mimi kama diwani wao nimeingia madarakani, moja majukumu ambayo nimeyafanya, nilikaa na wananchi wangu, tulikubaliana, tukaanzisha mchango wa hiari wa wananchi, tukanunua eneo ambalo linaonekana hapa ni eneo lenye ekari 12. Tulinunua eneo hili kwa nguvu za wananchi kwa michango ya kila kaya. Amesema kukamilika kwa kituo hicho kutakuwa na umuhimu mkubwa kwa wananchi wa kata ya Mchichira na maeneo ya jirani, kwa kuwa kitasaidia kupunguza changamoto ya wananchi kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma za afya. Mheshimiwa Azizi amewashukuru viongozi wa serikali kwa kuendelea kusimamia utekelezaji wa miradi hiyo na kusisitiza kuwa wananchi wanapaswa kuendelea kushirikiana na viongozi wao katika kulinda na kusimamia miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika maeneo yao. Kwa upande mwingine, ametoa wito kwa wananchi wa Mchichira kuendelea kuwa na moyo wa ushirikiano na kuunga mkono juhudi za serikali katika kuhakikisha miradi inayotekelezwa inakamilika kwa wakati na inatumika kwa manufaa ya jamii. Kituo cha afya cha Mchichira ni miongoni mwa miradi inayotajwa kuwa ni muhimu kwa wananchi wa eneo hilo, huku ujenzi wake ukiendelea ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha upatikanaji wa huduma za afya katika jimbo la Tandahimba. Aidha, Mheshimiwa Azizi Mchamilo amempongeza mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Tandahimba Mheshimiwa Mariam Mwanzalima kwa kazi na juhudi anazozifanya katika kusimamia shughuli za maendeleo ndani ya halmashauri. Mheshimiwa Azizi amesema utendaji wa mkurugenzi huyo una mchango katika kuhakikisha miradi mbalimbali ya maendeleo inasimamiwa na kutekelezwa kwa manufaa ya wananchi. Halmashauri ya wilaya Tandahimba, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya halmashauri, mwenyekiti wa kamati ya uchumi, ujenzi na mazingira. Tumeendelea na miradi mingi sana ya mkakati chini ya mwenyekiti wa halmashauri ndugu yangu Azizi Selemani Alawi, diwani wa Chaume.
amekuwa na maono makubwa sana, ni mwenyekiti kiuhalisia anayependa kufanya mapinduzi makubwa sana ya halmashauri ya wilaya Tandahimba. Lakini pia tunaye mkurugenzi wetu DCI Mariam Mwanzalima, ni mama bingwa sana ambaye amekuwa ni mbunifu mkubwa sana wa miradi ya kimaendeleo. Amesisitiza kuwa ushirikiano kati ya viongozi wa kisiasa, serikali na watendaji wa halmashauri ni muhimu katika kuhakikisha wananchi wa Tandahimba wanaendelea kupata huduma bora na miradi inayolenga kuboresha maisha yao. Kwa update zaidi, usikose kutufuatilia Kitama Update. We are the best media.